wote mmeshuhudia, mmesikia na mnaona. Tumetoa amri ya wafanyabiashara soko kuu waweze kuhama kuanzia tarehe 1 Mei, na walio wengi sasa hivi wanahama katika ile soko. Lakini kwa nini tunawahamisha? Halmashauri yetu ya Manispaa ya Lindi tunategemea kuanza ujenzi wa soko katika kata ya Matopeni. Kwa hiyo kutokana na ujenzi huo sasa lazima wafanyabiashara sasa wapishe, na tumewatengea eneo la Sabasaba ili waweze kuhamia kwa muda wakati zoezi la ujenzi likiendelea. Katika halmashauri yetu tuna ujenzi wa soko ambalo litagharimu bilioni 3.8. Tuna ujenzi wa stendi ambayo na yenyewe itagharimu bilioni 7.8 katika eneo la Mitwelo. Lakini vile vile tuna ujenzi au matengenezo ya barabara za lami katika mtaa yetu, maeneo haya ya mjini katika Lindi na Manispaa. Hiyo miradi yote tuliyoitaja hapo inatumia takriban bilioni 19. Sasa hivi tunapozungumza, muda wote wakandarasi wataanza shughuli za ujenzi huo. Lakini vile vile tumepata pesa au tumeanza ujenzi kwa ajili ya nyumba ya mkurugenzi katika eneo la Rasbura. Ile nyumba ya kwanza tumepata pesa za ujenzi wa ghorofa 1. Na sasa hivi tumeomba kibali ili tuweze kujenga ghorofa 2 ambazo zitagharimu bilioni 7 na milioni 700. Ofisi ya mkurugenzi pale Rasbura. Ukienda katika ile eneo upata nafasi ya kutembelea ile eneo, haya tunayoyasema yakija yakatimia, itakuwa ni kivutio kizuri sana katika manispaa yetu. Jengo litakuwa katika usawa juu kabisa pale, linaangalia baharini. Wale watu katika wale wajumbe wa kamati ya fedha wamekwenda kushuhudia ujenzi ambao umeanza na ujenzi unaoendelea. Tuna imani kama hiki kibali kikifanikiwa kupita, ile jengo litakuwa ukikaa hata huko utakuwa unaliona likiwa kwa umbali huo. Waheshimiwa wajumbe, waheshimiwa wananchi na wote mliohudhuria katika kikao hiki, tumepokea taarifa ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu za mwaka 2023-2024. Kwa furaha kubwa, halmashauri yetu imepata hati safi. Kwa hiyo ipo haja ya kujipongeza kwa kupata hati safi, kwa sababu sio jambo dogo, ni jambo zuri, ni jambo jema ambalo litasababisha au kuwafanya wadau, wananchi, wawekezaji na watu wengine waweze kuiamini halmashauri yetu. Kwa sababu halmashauri ikija ikapata hati ya mashaka au hati chafu, watu wengi hiyo halmashauri wataikimbia, kwa sababu maana yake kuna mambo hapo au taratibu hazifuatwi. Sasa mimi kwa nafasi yangu nataka niwapongeze wote na kuwashukuru. Kwanza viongozi wa chama na serikali, katibu, mwenyekiti, kamati ya ulinzi na usalama ikiongozwa na DC wetu, mkuu wa mkoa ameweka kwenye baraza yetu kwa ajili ya vikao hivyo vya ukaguzi, mkurugenzi na timu yake, wataalamu wote, watendaji wa kata na mitaa, bila kuwasahau waheshimiwa madiwani wenzangu. Kwa ushirikiano huu mnaotoa ndio maana tumeweza kupiga hatua na kufikia hatua hii. Nina imani kwa sababu sasa tunaelekea kumaliza muda wetu,
ili jambo litakuwa linatufariji, linatusafisha na kutuweka mahala pazuri katika mwendelezo wa kazi hasa hizi tunazozifanya za kuchaguliwa. Ninawapongezeni wote kwa ujumla kwa ushirikiano wetu. Asanteni sana.